أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazur anasema leo nitaeleza kuhusu Hadrat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Jina lake halisi lilikuwa Zaid na alikuwa kutoka katika kabila la Khazraj na vile vile alikuwa kiongozi wa kabila lake, na yeye alikuwa anajulikana kwa lakabu ya Abu Talha. Baba yake alikuwa anaitwa Sahal bin Aswad na mama yake alikuwa anaitwa Abada binti Malik. Hazrat Abu Talha alishiriki katika Baite Akba Sania na alifanya bayat ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alishiriki katika Badr na vile vile katika mapigano yote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati Abu Ubaida bin Jarrah alipohamia Madina, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanyia yeye na Abu Talha kwa kuwa ndugu, na rangi ya Abu Talha ilikuwa kama ni rangi ya ngano na alikuwa sio mtu mrefu sana, na yeye alikuwa hapaki rangi katika nywele zake. Hazrat Sulaim mume wake alikuwa Malik, na wakati mume wake alipofariki Sulaim aliolewa na Hazrat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia Hazrat Abu Talha alimtumia Sulaim ujumbe wa nikah. Sulaim akasema, mimi singeweza kukukataa wewe, lakini wewe ni mshirikina na mimi ni Muislamu, kwa hiyo mimi siwezi kuolewa nawe. Na Hazrat anasema riwaya hii inapatikana katika Muslim na Nisai. Na Sulaim akasema, mimi ni Muislamu, kwa hiyo mimi siwezi kuolewa nawe. Ikiwa wewe unasilimu, basi kusilimu kwako itakuwa mahari yangu na mimi niko tayari kuolewa nawe. Basi Hazrat Abu Talha akasilimu na kusilimu kwake ilikuwa mahari yake. Na sahaba moja alikuwa anasema kwamba mimi sijawahi kushikia mahari bora zaidi kuliko mahari iliyowekwa kwa ajili ya Abu Talha. Hazrat Abu Talha katika mapigano ya Badr alikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Talha anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Badri, katika viongozi wa Quraysh alitoa amri kuhusu viongozi 24, na hawa viongozi wa makafiri walitupwa katika shimo moja. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokaa katika Badr, siku 3 ilipopita baada ya kukaa kwake,
mtume saa salam akaamuru kwamba ngamia yake afungwe sehemu fulani. Kisha mtume saa salam baadaye akaondoka na maswaba zake pia wakaondoka pamoja naye. Na abu talha anasema tulikuwa tunafikiria mtume saa salam aliondoka kwa ajili ya lengo fulani. Kwa hiyo mtume salallahu alehi wasallam akaenda karibu na shimo lile ambapo makafiri 24 walitupwa. Mtume sasa akaanza kutaja majina ya mababu zao na akaanza kusema kwamba ewe mtoto wa fulani na fulani, je, utakuwa na furaha juu ya hii kwamba ungemtii Mungu na mtume wake, na sisi tumeshapata ile ambayo Mungu alituahidi. Je, wewe pia umepata kile kitu ambacho Mungu alichokiahidi? Abu Talha anasema, Umar anasema, akasema ewe mtume saa salam, unaongeaje? Hawa watu wafu, wamekufa, wameuawa na sio hai. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wallahi wao pia wanasikia kama wewe unasikia. Yani Mwenyezi Mungu anafikishia mambo yangu haya na mazungumzo yangu haya. Hazrat Abu Talha anasema wakati Uhud ilipotokea, wakati ule Waislamu walishindwa na walitawanyika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati ule Hazrat Abu Talha aliendelea kusimama mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa ngao. Na Hazrat Abu Talha alikuwa amesimama mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeyote ambaye alikuwa akipita karibu alikuwa akipita mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa pamoja na mishale yake na mikuki yake. Mtume sasa alikuwa akimwambia kwamba umpatie Abu Talha mishale na mikuki kwa sababu yeye ni mahiri wa kurusha mishale na mikuki. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akimuona Abu Talha, wakati ule Abu Talha alikuwa akisema, wazazi wangu wajitolee kwako, mimi sitaki kwamba wewe upigwe na mkuki na mishale, ndiyo mara nimesimama mbele yako. Sahaba moja anasema kwamba Abu Talha alikuwa amesimama mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa ngao, na vile vile alikuwa mjuzi wa kurusha mishale na mikuki. Na wakati alipokuwa akirusha mishale, Mtume sasema alikuwa akiona mishale yake imefika wapi. Na riwaya hii imepatikana katika Bukhari. Katika riwaya shairi moja la Abu Talha limeelezwa, tafsiri yake ni kwamba uso wangu upo kwa ajili ya kukukoa wewe, na mimi nipo tayari kujitolea kwa ajili ya kulinda uhai wako na nafsi yako, ewe Mtume saa salam. Hazrat Anas bin Malik radhiallahu taala anhu anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abu Talha kwamba utafute kijana ambaye anaweza kunihudumia ili niweze kwenda safarini. Anas anasema Abu Talha akanikalisha nyuma ya safari yake, na wakati ule nilikuwa karibu na umri wa balehe na nilikuwa nikimhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nilikuwa nikimsikia Mtume sasa anafanya dua hii, Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazni wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa zalal dani wal ghalabati rijali. Yani, e Mola wangu, mimi naomba kinga chako kutoka katika huzuni na kutoka uvivu na vile vile kutoka uoga na vile vile kutoka katika mkopo na vile vile kutoka katika ukali wa watu. Katika riwaya ingine dua hii imeelezwa hivi kwamba Anas anasimulia, na riwaya hii inapatikana katika Bukhari. Anas anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja Madina, na wakati ule alikuwa hana mtu wa kumhudumia yeye.
Hazrat Abu Talha akashika mkono wangu na akanipeleka kwa mtume saa salam na akasema, ya rasulallah, Anas ni kijana mzuri, ni mwenye akili, yeye atakuhudumia. Anas anasema, mimi katika safari na katika nyumbani pia nilimhudumia mtume sallallahu alaihi wasallam, na kazi yoyote nilikuwa nikifanya mtume saa salam hakusema kwamba kwa nini umefanya hivi au kwa nini hukufanya hivi. Na ikiwa kuna kazi ambayo sikufanya, mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema hata mara moja kwamba kwa nini hukufanya kazi hii kwa njia hii. Yani yeye hakutumia ukali wakati wote. Anas bin Malik anasimulia, tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa katika Usfan, wakati aliporudi kutoka sehemu ya Usfan, na mtume saa salam alikuwa katika juu ya ngamia yake, na Hazrat Safia alikuwa amekaa nyuma ya mtume saa salam, na ngamia wake akaanguka, na mtume saa salam na Safia wote wawili wakaanguka. Hazrat Abu Talha kwa kuona hali hii akashuka katika ngamia yake na akasema, nafsi yangu itolee kwa ajili yako. Lakini mtume saa salam akasema kwamba kwanza uangalie hali ya mwanamke. Hazrat Abu Talha akaweka kipande cha shuka juu ya uso wake, na kisha akaja karibu na Safia na akaweka shuka juu yake. Baadaye akawakalisha wote wawili juu ya ngamia. Wakati mtume sasam alipofika karibu na Madina, tukasimama karibu na mtume saa salam, na mtume sasam akasema, aibuna taibuna birabbina hamiduna, yani tumerudi na tunamhimidu Mwenyezi Mungu, tunamtukuza Mwenyezi Mungu, na vile vile tunaomba raha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mtume sasam alipoingia katika Madina aliendelea kufanya dua hii. Hazrat Muslim Maud radhiallahu taala anhu kwa kueleza tukio hili anasema, wakati fulani, wakati mtume sasam alipokuwa narudi kutoka Khaybar, Hazrat Safia mke wa mtume sasam alikuwa pamoja naye njiani. Ngamia ya mtume akaanguka na Hazrat Safia akaanguka na mtume sasam pia. Hazrat Abu Talha alikuwa pamoja na mtume saa salam, yeye akashuka katika ngamia yake na akamuuliza mtume saa salam kwamba, je, mtume saa salam uko salama? Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia, ewe Abu Talha, kwanza uangalia hali ya mke wangu. Muslim Maud anasema Abu Talha alikuwa akimpenda sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wakati alipomwona mtume sasam ameanguka katika hali hawezi kumwona mtu mwingine, lakini mtume saa salam akamwambia kwamba kwanza uende na uangalie hali ya mwanamke ikoje. Yani Hazrat Muslim Maud alikuwa anaeleza tukio hili wakati alipokuwa anaeleza kuhusu haki za wanawake. Hazrat Anas anasimulia, mtume sallallahu alaihi wa sallam alienda katika mapigano ya Khaybar na tuliswali swala ya alfajiri, na bado ilikuwa ngiza wakati tuliposwali swala ya alfajiri. Baadaye mtume saa salam akapanda juu ya ngamia yake na Abu Talha pia akapanda juu ya ngamia yake, na nilikuwa nimekaa nyuma yake. Mtume saa salam alikuwa juu ya farasi yake, na usafiri wetu pia ulikuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wa sallam. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa amevaa kikoi. Wakati mtume saa salam alipoingia katika Khaybar akafanya dua, kharibat Khaybar, inna iza nazalna bisahati qaumin fasaa sabahul munzarin. Allahu akbar, kharibat Khaybar, inna iza nazalna bisahati qaumin fasaa sabahul munzarin. Yani alifanya dua hii kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Khaybar imeshindwa, na sisi tunapoingia katika sehemu yoyote basi asubuhi ya wale watu inakuwa mbaya. Yani wale watu ambao walipewa habari ya adhabu wao wanaangamia. Anasema watu wakatoka kwa ajili ya shughuli zao nje, na wale watu wakasema, Muhammad
amekuja pamoja na watu wake, yani amekuja pamoja na wanajeshi. Hadrat Anas anasema tukapigana na wale watu. Hadrat Dihya Kalbi akaja na akasema, ewe Mtume sasem, unipatie mtumwa mmoja katika wafungwa. Mtume sasem akasema kwamba umchukue mwanamke mmoja. Basi yeye akamchukua Hadrat Safia. Mtu mwingine akaja na akamwambia Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba umempatia Dahia Safia ambaye ni mwanamke mwenye heshima, wewe unatakiwa mchukue yeye. Kwa hivyo akasema Mtume kwamba umuite. Kwa hiyo yeye akamleta Hadrat Safia kutoka kwa Hadrat Dahia Kalbi, na Hadrat Dahia pia alikuwa pamoja naye. Mtume akamwambia Hadrat Dahia kwamba umchukue mtumwa mwingine. Hadrat Anas anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam alimwacha Hadrat Safia uhuru, alimpatia uhuru, kisha baadaye alimoa. Hadrat Sabit alimuuliza Hadrat Anas, Mtume sallallahu alaihi wa sallam alifunga mahari gani? Alisema kwamba alimwacha huru na alimuoa, na uhuru wake ulikuwa mahari yake. Katika safari hii wakati Mtume sasema alikuwa njiani, Sulaim akamtayarisha Hadrat Safia kwa ajili ya Mtume sallam, na ndoa yake ilifungwa na Hadrat Safia alitumwa kwa Mtume sallam. Kisha kesho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mtu yote ambaye anayo kitu chochote basi alete. Na Mtume sallam akaweka shuka na watu na masahaba wakaanza kuleta bidhaa yoyote au kitu chochote walikuwa wanacho, na chakula kilitayarishwa. Na hii ilikuwa walima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na riwaya ingine ni hivi kwamba baada ya ushindi Hadrat Safia alienda kwa Hadrat Dahia Kalbi, na masahaba kadhaa wakamjia Mtume saa salam, wakaanza kumsifu Safia na wakasema kwamba Safia ni mwenye heshima sana na yeye ni mwanamke maarufu sana. Kwa hivyo ni muhimu kwake kwamba wewe umchukue Hadrat Safia, yani umuoe Hadrat Safia badala ya kumpatia Dahia Kalbi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtumia ujumbe Hadrat Dahia Kalbi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia Dahia watumwa 7 na badala yake akamchukua Safia ili yeye aweze kumuoa Hadrat Safia. Hazur anasema kama niliwahi kueleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye alimuoa Hadrat Safia. Hadrat Anas bin Malik anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, siku ya Hunain, yeyote ambaye atakayemua mkafiri basi mali yake atapewa yule mtu ambaye amemua. Siku ile Hadrat Abu Talha aliwaua makafiri 20 na yeye alichukua mali yao yote. Hadrat Abu Talha akamwona Sulaim kwamba yeye ameshika kisu, akamuuliza, ewe Sulaim, kwa nini umeshika kisu? Akasema, wallahi mimi nimenuia kwamba ikiwa namuona mkafiri yeyote basi mimi nitamuua, kwa kutumia kisu hiki nitamuua. Hadrat Abu Talha akamwambia kuhusu habari hii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Anas anasimulia Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, sauti ya Talha inakuwa kubwa zaidi kuliko masahaba wengine wote. Katika riwaya ingine Mtume sallam amesema kwamba sauti yake inakuwa juu zaidi kuliko watu 100 au watu 1000, yani Abu Talha alikuwa sauti ya juu. Katika hijiria 34 Abu Talha alifariki katika Madina, na Usman aliongoza jeneza yake. Wakati Abu Talha alipofariki umri wake ulikuwa miaka 70. Anas anasimulia Hadrat Abu Talha wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya jihad alikuwa hafungi saumu ya nafali ili asikose nguvu. Hadrat Anas anasema zaidi, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, mimi nilimuona Abu Talha kwamba
kwamba yeye alikuwa akifunga saumu kila siku isipokuwa siku ya idi. Kuna tukio la karamu ya wageni kuhusu Abu Talha. hata Abu Huraira anasimulia mtu mmoja alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma ujumbe kwa nyumbani kwamba chakula kitayarishwe, lakini wake wa mtume sasa wakasema sisi hatuna kitu chochote isipokuwa maji tu. Mtume sallam akasema nani atamchukua huyu mgeni, au akasema ni nani ambaye atamchukua nyumbani kwake. Mtu mmoja kutoka katika Ansara akasema mimi nitamchukua. Basi yeye akamchukua yule mgeni na akaenda nyumbani kwake, na akamwambia mke wake kwamba umwangalie vizuri mgeni wa mtume saa salam. Mke wake akasema sisi hatuna kitu chochote, ni chakula kidogo tu kwa ajili ya watoto. Yule mtu akasema kwamba utayarishe chakula hiki na kisha baadaye uzamishe mishumaa na ujaribu kuwalalisha watoto wako, yani wao walale. Yule mwanamke akatayarisha chakula na akawasha mishumaa na watoto wake wakalala, na baadaye yule mwanamke akaamka na akazamisha mishumaa, na wote wawili waliendelea kumdhihirisha yule mgeni kwamba wao pia wanakula pamoja naye, lakini hawakula kitu chochote bali walilala kwa njaa. Asubuhi yule mtu alipomjia mtume saa salam, mtume saa salam akamwambia kwamba leo Mwenyezi Mungu alicheka, au akasema kwa sababu ya kitendo chenu Mungu alifurahi sana, na aliteremsha aya hii wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa waman yuka shuha nafsihi faulaika humul muflihun. yani wao wanawatanguliza wengine juu ya nafsi zao, na licha ya kuwa na njaa wao wanawatanguliza wengine. Basi yeyote ambaye ameokolewa katika bahili ya nafsi yake, basi yeye ni wenye kufaulu. Anas anasema wakati fulani mtume sasema aliponyoa nywele zake, Abu Talha alikuwa mtu wa kwanza ambaye alichukua nywele za mtume saa salam. Anas bin Malik anasimulia Abu Talha alimwambia Umm Sulaim, nimesikia sauti ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni dhaifu, na mimi naona mtume sallallahu ana njaa. Je, unayo kitu chochote kwa ajili ya kumpatia mtume? Umm Sulaim akasema ndio, ninayo chapati na chakula kidogo. Kisha yeye akafunga kile chakula na akanipatia mimi, kisha akanituma niende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mtume Sulaim akafunga kile chakula katika shuka, kisha akanipatia. Anas anasema nikaenda na chakula kile kwa mtume saa salam, na nikamkuta mtume sasa msikitini na watu wengine pia walikuwa wamekaa pamoja na mtume. Nikasimama baada ya kufika kule, mtume akasema je, Abu Talha amekutuma? Nikasema ndio. Akasema je, amekutuma na chakula? Nikasema ndio. Mtume sasa akawaambia wale watu wote walikuwa pamoja naye kwamba njoni, yani badala ya kuchukua chakula kutoka kwake, yeye akachukua chakula na pamoja na wale watu akaja, na mimi pia nikaenda kwenda mbele na nikamfahamisha Abu Talha kwamba mtume sasema anakuja nyumbani kwako pamoja na masahaba wengine. Abu Talha akasema kwamba ewe Umm Sulaim, masahaba wameleta watu wengi na ya kuwapatia hawa masahaba wote tuna chakula kidogo tu. Umm Sulaim akasema ikiwa mtume anakuja basi yeye anajua zaidi na Mungu anajua zaidi kwa nini anakuja. Kwa hiyo Anas alitangulia, na baadaye mtume sasema akaja nyumbani kwa Abu Talha, na mtume sasema akamwambia Umm Sulaim lete chakula. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka chakula na mboga. Kisha baadaye mtume sasema akafanya dua juu ya chakula kile. Kisha akasema kwamba waruhusu watu 10 kwanza waingie ndani. Watu 10 waliruhusiwa na wakala mpaka walishiba, na baada ya kula chakula wakaondoka. Kisha baadaye akasema waruhusu watu 10 wakaingia na wakala mpaka wakashiba na wakaondoka.
kisha mtume sasa akasema uwaite watu 10 zaidi. Wale wa 10 pia wakaja, wao pia wakala na wakashiba mpaka wakaondoka. Kisha baadaye mtume sasa akasema kwamba uwaite watu 10, wao pia wakaja na wakala na wakashiba na wakaondoka. Ilmuradi wale watu wote walikuja pamoja na mtume sasa, wote walikula na walikuwa watu takriban 70 na 80 na wote walishiba kabisa. Na hii ilikuwa baraka ya maombi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik anasimulia Abu Talha alikuwa na bustani ya mitende, na alikuwa na bustani kubwa zaidi kuliko maswahaba wengine wote, na alikuwa na bustani itwayo Baruha, ilikuwa karibu na msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akija pale na alikuwa akinywa maji na alikuwa akila matunda. Hata Anas anasema aya hii iliposhuka, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna, yani nini hamwezi kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu mpaka mutumie katika njia ya Mwenyezi Mungu yale vile vitu ambavyo mnavikipenda. Wakati ule Abu Talha akasimama na akasema, ya Rasulullah sallam, Mwenyezi Mungu anasema kwamba lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, yani nyinyi hamwezi kupata mwema mpaka mutumie katika njia ya Mwenyezi Mungu vile vitu ambavyo mnavikipenda. Na mimi naona kwamba katika mali yangu yote bustani ya Baruha ni nzuri zaidi, na mimi napenda bustani hii zaidi kuliko mali yangu yote. Basi mimi natoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na mimi nategemea kwamba hii itakuwa baraka kwangu siku ya Kiyama. Basi natoa bustani hii, unaweza kutumia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hongera, bila shaka bustani hii ni bustani yenye faida, na mali hii uliotoa ni mali ya milele na utapata baraka zake. Kisha mtume sasa akasema kwamba yoyote uyesema nimesikia, nimekubali, naona kwamba wewe ugawe bustani hii katika jamaa zako. Abu Talha akasema, mimi nitafanya hivi sawa na amri ya mtume sallam. Kwa hiyo Abu Talha akagawa mali ile na bustani ile katika jamaa zake. Abu Talha alipata heshima hii pia, kwamba wakati binti moja mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, sawa na amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, alishuka katika kaburi la binti ya mtume sallallahu alaihi wasallam na aliweka maiti ya binti ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika kaburi. Anas anasema kwamba wakati fulani watu Madina walipata hofu ya aina fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda juu ya farasi Abu Talha ambaye alikuwa akitembea polepole. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi, akamwambia Abu Talha kwamba sisi tumekuta farasi yako kama ni farasi ambaye anakimbia sana, na hakuna farasi ingine ambaye inaweza kushinda farasi yako. Abu Talha anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa pamoja nasi, na alikuwa akimwambia ndugu yangu, ewe Abu Umar, Nughar amefanya nini? Yani mdogo wa Abu Talha alikuwa na ndege, na yule ndege alikufa, au yeye alikuwa ameweka ndege. Kwa hivyo mtume sasema alikuwa akimwambia mdogo wangu kwamba, ewe Umar, imekuwaje? Nughara ameenda wapi? Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akija nyumbani kwetu, na tulikuwa tukikaisha shuka kwa ajili yake, na mtume sasema alikuwa akiongoza swala na tulikuwa tukiswali swala nyuma yake. Anas bin Malik anasema wakati Abdullah bin Abu Talha alipozaliwa, yani mtoto wa Abu Talha alipozaliwa, nilimchukua nikamjia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amevaa kilemba chake. Mtume akamuuliza, je, unaye tende? Nikasema ndiyo. Basi mtume sallam nikampatia mtume sallallahu alaihi wasallam tende. Mtume sallam akaweka tende mdomoni mwake, na kisha akaweka kipande cha tende katika mdomo wa yule mtoto, na mtume sallam akasema kwamba hata mtoto pia anapenda tende ya Ansar. Kisha mtume sallam akampatia jina la Abdallah. Anas anasema kwamba
mtoto wa abutalha alikuwa anaumwa. abutalha alikuwa ameenda nje na mtoto wake akafariki. wakati abutalha aliporudi akamuuliza mke wake kwamba hali mtoto ikoje, umesulam? akasema kwamba ametulia. kisha umesulam akampatia abutalha chakula cha usiku na wakalala usiku, na asubuhi akamwambia abutalha kwamba mtoto wako alikuwa ameshafariki, basi umzike. asubuhi abutalha alimjia mtume akamwambia kwamba mtoto wake amefariki. mtume sasam akafanya dua kwa ajili yake kwamba yeye apate watoto. kisha baadaye mtoto alizaliwa kwake. Muslima radhiallahu taala anhu ameeleza tukio hili hivi kwamba mwaminio anataka ajitolee maisha yake kwa ajili ya dini. kuhusu shairi Ghalib, watu wanasema kwamba alikuwa akinywa pombe, na mimi nilisikia kwa mababu zangu kwamba Ghalib alikuwa anakunywa pombe. yule mtu ambaye anakunywa pombe, hata yeye pia alikuwa akisema katika shairi lake kwamba Mungu alitupatia uhai, na hata kama tunatoa uhai wetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, tunatoa maisha yetu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, si kitu chochote, kwa sababu tulipewa uhai huu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. basi ikiwa mtu anatoa maisha yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kujitolea kwake sio kitu chochote, kwa sababu uhai pia alipewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Anasema katika hadisi, kuna tukio la mwanamke mmoja ambaye alikuwa Umm Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma mume wake kwa ajili ya kazi fulani, na wakati yule mtoto wake alikuwa anaumwa. na wakati Abu Talha, yani yule sahaba, aliporudi kutoka safari ile, mtoto wake alikuwa ameshafariki. mama yule mke wa sahaba akaweka shuka juu yule mtoto na akamkaribisha mume wake. yule sahaba alipokuja nyumbani akamuuliza mke wake kwamba hali ya mtoto ikoje. akasema kwamba mtoto ametulia. kwa hiyo yule sahaba akala chakula na akalala usiku, na asubuhi mke wake akasema, mimi nataka nikwambie kuhusu habari moja. yule mke akasema kwamba ikiwa kuna mtu ambaye anaweka amana na baada ya muda fulani anakuja kuchukua amana, je, yule mtu apewe amana yake au asipewe? yule sahabi akasema kwamba lazima yule mtu ambaye aliweka amana apewe amana yake. na akasema yule mwanamke kwamba lazima atakuwa na wasiwasi na huzuni kwamba mimi nampatia amana yake. yule sahaba akasema kwamba namna gani atakawa na huzuni, kwa sababu anamrudishia amana yake ambayo aliweka kwake. ikiwa anampatia amana yake, basi hawezi kuwa na huzuni. yule mwanamke akasema, ikiwa ni hivi, basi mtoto wetu ambaye alikuwa amana ya Mwenyezi Mungu, Mungu ameshachukua amana yake. Hazrat Muslim Maud anasema kwamba hii ilikuwa imani ya wanawake wa wakati ule, yani waaminio wanakuwa tayari kujitolea kila kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. na kwa sababu ya hii Mtume saa salam alimwombea Abu Talha, na kwa baraka ya Mtume saa salam mtoto mmoja alizaliwa kwa Abu Talha, na vile vile alipata watoto wengine, na Mungu alimpatia baraka kiasi hiki kwamba saba moja anasema kwamba Abu Talha alikuwa na watoto wa kiume 9 na wote walikuwa wamehifadhi Qur'an tukufu. Sahaba moja anasema kwamba niliona bakuli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Anas, na ilikuwa imevunjika kiasi fulani, na bakuli ile ilitengenezwa na mbao. Hazrat Anas akatengeneza bakuli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anas akasema, nilikuwa nikimpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bakuli hii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Talha, Hazrat Anas alitaka kurekebisha bakuli ile kwa kutumia fedha, lakini Abu Talha akasema kwamba usitengeneze na dhahabu, kwa sababu ni bakuli hii ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na inatakiwa ibaki kama ilikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anas anasimulia kwamba
nilikuwa Hazrat Abu Talha anasema kwamba nilikuwa nawapatia watu kadhaa pombe. Mtu mmoja akatangaza huko nje kwamba Mungu ameharamisha pombe. Kwa hiyo Hazrat Abu Talha akasema kwamba uvunje mitungi yote ya pombe. Anas anasema wakati Mtume salam alipofariki, wakati ule kulikuwa mtu mmoja huko Madina ambaye alikuwa akichimba kaburi maswahaba, na kulikuwa mtu mwingine pia alikuwa akichimba kaburi kwa njia ingine. Maswahaba wakasema kwamba tutafanya istikhara, na yeyote ambaye atakuja mapema tutampatia nafasi hii ya kuchimba kaburi. Kwa hiyo yule mtu ambaye alikuwa akichimba kaburi kwa njia ya Islamu yule akaja, kwa hiyo akapewa jukumu la kuchimba kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yule sahaba aliyekuja alikuwa Abu Talha, na yule mwingine ambaye alikuwa anachimba kaburi kama ni shimbo alikuwa Abu Ubaida bin Jarrah. Hazur anasema kwamba hii ni habari, ni maelezo kuhusu Abu Talha radhiallahu taala anhu. Sasa nitaeleza kuhusu marehemu na baadaye nitaswalisha jeneza yake. Babu Muhammad Latif Saheb Amritsari, mtoto wa Mia Nur Muhammad Saheb, alikuwa sahaba wa Sayyidina Alayhi Salam, na tarehe 26 wa Januari amefariki katika umri wa miaka 90 katika mji wa Rabwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa musi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Alikuwa mdogo wa Maulana Muhammad Sadiq Amritsari. Baba wa marehemu aitwaye Nur Muhammad Sahab alikuwa sahaba wa Sayyidina Alayhi Salam. Baba yake alimchukua marehemu na akampeleka kwa Hazrat Muslim Maud radhiallahu taala anhu, na akamtoa kwa ajili ya dini. Hazrat Alifa wa pili akasema kwamba una watoto wawili, moja tayari ni mbashiri, na huyu pia ataendelea kufanya kazi kama ni wakfu. Kwa hiyo yeye aliendelea kuitumikia jumuiya kama ni wakfu. elfu moja mia tisa hamsini na mbili alitoa wakfu maisha yake, na tangu wakati ule alikuwa anaitumikia jumuiya, na aliteuliwa kuwa Nazir Baitul Mal. Kisha baadaye aliteuliwa katika ofisi ya Al-Fazl, na mwaka 61 alipewa jukumu katika ofisi ya Private Secretary. Miaka mitatu mwisho ya halifa wa pili aliendelea kuitumikia jumuiya katika ofisi ya Private Secretary. Kisha baadaye katika wakati wa ofisi ya halifa wa tatu pia aliendelea kuitumikia jumuiya. Hata wakati wa halifa wa nne pia aliendelea kuitumikia jumuiya katika ofisi ya Private Secretary, na aliendelea kuitumikia jumuiya katika ofisi hii mpaka 2014. Na 1985 aliteuliwa kuwa naibu wa Private Secretary, na alitumia jukumu hili vizuri sana na kama ipasavyo, na alitumikia jumuiya miaka 62, na katika miaka yote takriban miaka 53 alitumikia jumuiya katika ofisi ya Private Secretary. Alikuwa mahiri wa kazi yake, na alikuwa akifanya kazi kwa makini sana, na alikuwa na shauku ya kusoma vitabu, na alisoma vitabu ya jumuiya. Na katika shura pia alitoa huduma zake wakati wa halifa watatu, hata baadaye pia alitoa huduma zake. Kuhusiana na ununuzi wa vifaa vya jumuiya pia alitumikia na alitoa huduma zake, na alikuwa akinunua vifaa kwa kuokoa fedha wa jumuiya.
na aliwahi kulinda Qadian, na alikuwa na mabinti 5 na mtoto mmoja na binti yake mmoja. Alifariki kabla ya kufariki kwake, na mtoto wake mmoja ni Bashiri. Na mabinti zake 3 wanaishi hapa London, na mtoto wake pia anaishi hapa London. Rana Mubarak Sahib ambaye anafanya kazi katika private sector anasema miaka 32 nilifanya kazi pamoja na marehemu, na nilimwona alikuwa akifanya kazi kubwa sana mwenyewe peke yake, na alikuwa akisema kwamba wakati napopata shida katika dunia hii nafanya dua na vile vile nafanya kazi ya dini zaidi kuliko zamani, basi Mungu anarekebisha kazi yangu. Ikiwa kuna mtu ambaye alikuwa akikosea, alikuwa akimfahamisha vizuri. Na mtu mwingine amesema kwamba marehemu alikuwa akifanya kazi kwa bidii sana na alisoma vizuri institution ya jumuiya, na alikuwa akiwasaidia wafanyakazi wengine. Na wakati wote alipokuwa akianza kufanya kazi, kwanza alikuwa akiandika bismillahirrahmanirrahim. Na vile vile marehemu alikuwa akija ofisini kwa wakati, lakini alikuwa akiendelea kukaa ofisini kwa muda mrefu sana. Alikuwa endelea kukaa ofisini mpaka alikuwa anamaliza kazi, na baadhi wakati alikuwa anakaa ofisini usiku mzima. Hata mimi mwenyewe nimemwona nilipokuwa katika Rabwa kwamba marehemu alikuwa akija ofisini, na wakati wa Maghrib na wakati wa Isha pia alikuwa akija kutoka ofisi yake, na baadhi wakati alfajiri pia alikuwa akija kutoka ofisi yake. Marehemu alikuwa akifanya kazi kwa bidii sana, na yeye alikuwa hafikiri kwamba aende nyumbani, bali alikuwa anafikiria kuhusu kazi za jumuiya kila wakati. Na vile vile alikuwa na sifa nyingine hii kwamba yeye alikuwa hawambai, alikuwa akilinda sana siri za jumuiya na alikuwa akilinda siri za watu. Na wakati 1974 alifa watatu alipokuwa akienda bungeni kwa ajili ya kueleza jumuiya, wakati ule wafanya kazi walioenda kule Islamabad, mmoja wao alikuwa huyu, na alikuwa akiosha vyombo kule jikoni. Mwenyezi Mungu amghofirie marehemu, na Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake pia waendeleze mema yake, amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر